Reza Pahlavi ameibuka tena katika ulingo wa siasa za kimataifa, akieleza wazi dira yake kwa mustakabali wa Iran endapo utawala wa sasa wa Kiislamu chini ya Ayatollah Khamenei utaondolewa madarakani. Kupitia kauli iliyozua mjadala mkubwa, Pahlavi amesema atasitisha kabisa mpango wa nyuklia wa Iran, kurejesha uhusiano wa karibu na Marekani na kuitambua Israel kama taifa huru, hatua ambayo Iran haijawahi kuchukua tangu mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Kauli hiyo imeonekana kama mabadiliko makubwa ya sera ya nje ya Iran, hasa ikizingatiwa kuwa kwa miongo kadhaa Tehran imekuwa adui mkubwa wa Israel na mshirika wa makundi yanayoipinga nchi hiyo katika Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa Reza Pahlavi, Irani mpya chini ya uongozi wake haitajengwa juu ya misingi ya uhasama wa kiitikadi, bali diplomasia na ushirikiano wa kimataifa. Amesisitiza kuwa mpango wa nyuklia wa Iran umelitumbukiza taifa hilo kwenye vikwazo, umaskini wa migogoro isiyo na tija, na hivyo lazima usitishwe kwa maslahi ya wananchi. Pahlavi anaamini kuwa kuachana na silaha za nyuklia kutafungua mlango wa Iran kurejea katika jumuiya ya kimataifa na kupata misaada ya kiuchumi, uwekezaji wa kigeni pamoja na ustawi wa wananchi. Katika kauli iliyowashangaza wengi, Reza Pahlavi amesema Irani chini yake itakuwa rafiki wa kudumu wa Israel sambamba na kujenga uhusiano mzuri na mataifa ya Kiarabu. Amesema chuki ya muda mrefu kati ya Iran na Israel imejengwa kisiasa, si kwa misingi ya maslahi ya wananchi wa pande zote. Hatua hiyo, endapo itatekelezwa, inaweza kubadilisha kabisa mizani ya nguvu katika Mashariki ya Kati, eneo ambalo kwa sasa limegubikwa na migogoro inayohusisha Irani moja kwa moja au kwa njia ya makundi ya washirika wake. Kwa miaka hivi karibuni, Reza Pahlavi amekuwa akionekana mara kwa mara karibu na viongozi wa Marekani na Israel, jambo linaloashiria kuwa mataifa hayo yanamchukulia kama chaguo mbadala la uongozi wa Iran endapo utawala wa sasa utaanguka. Picha zinamuonyesha akiwa pamoja na viongozi wa Israel zimezua mjadala mkubwa, huku wengine wakimwona kama tumaini la Iran mpya na wengine wakimshutumu kuwa kibaraka wa mataifa ya Magharibi. Kauli za Reza Pahlavi zinakuja wakati Irani imekabiliwa kwa hivi karibuni na maandamano ya muda mrefu, matatizo ya kiuchumi, vikwazo vya kimataifa na shinikizo la nje kuhusu mpango wake wa nyuklia. Wataalamu wa siasa wanaona kuwa licha ya kauli hizi kuwa za kuvutia kwa mataifa ya Magharibi, bado njia ya Pahlavi kuelekea madarakani ni ngumu na yenye changamoto nyingi. Hata hivyo, jambo moja liko wazi: endapo Reza Pahlavi atafanikiwa kurejea katika uongozi wa Iran, sera za nchi hiyo zitabadilika kwa kiwango kikubwa na Mashariki ya Kati inaweza kuingia katika sura mpya kabisa ya kisiasa na kiusalama. Hali katika ukanda wa Mashariki ya Kati bado inazidi kuwa ya sitofahamu kubwa sana kuhusiana na huu utawala wa Kiislamu nchini Irani ambao unapingwa vikali na Magharibi, likiwemo taifa la Marekani, ambapo rais wa Marekani mara kwa mara amekuwa akizungumza kuhusiana na mustakabali huo, ambapo jana tu Trump aliweka wazi kuhusisha na mpango wa Reza Pahlavi endapo atafanikiwa kwenda Irani. Hadhani kama ataungwa mkono kiasi hicho. Maneno ya Trump yalikuwa akieleza hivyo hapo jana, huku akiwa na mashaka dhidi ya uongozi ujao wa Irani wa Reza Pahlavi. Lakini kauli hizi zinazungumzwa ikiwa kuna matishio mengi sana ya kiusalama dhidi ya taifa la Iran na uongozi wa Ayatollah Khamenei, wakitishia kwamba utawala huo unaweza ukaangushwa muda wowote. Sasa mtazamaji wetu, sisi kama Zone Media tuko hapa kukuletea taarifa zote ambazo zinajiri huko katika uga wa kimataifa. Cha msingi tu ni kuweza kuwa karibu na sisi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.